Habari mwanamichezo na karibu kwenye chaneli yako pendwa kabisa ya soka. Hapa ni Yoven TV na unapata taarifa zote zenye ukweli na uhakika kuhusiana na soka la Afrika na dunia kwa ujumla. Na leo hii tuko ndani ya Tanzania na Tanzania tuko ndani ya Simba Sports Club. Fadlu Davids ameweza kuacha kazi ndani ya Simba Sports Club baada ya yeye mwenyewe kuomba kuvunjwa kwa mkataba wake na kutimkia huko Raja Casablanca. Kwa hiyo basi Simba Sports Club wapo katika mchakato ama wapo katika hatua nyingine ya kutafuta kocha atakayekuja kuziba pengo la Fadlu Davids aliyefanya maamuzi ya ghafla binvu na kutimka ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hivi sasa Simba bado wana mchakato huu wa kutafuta kocha ambaye ataweza kuziba pengo la Fadlu Davids. Na majina ni mengi sana ambayo yamependekezwa kuja ndani ya Simba Sports Club. Makocha kadha wa kadha wameweza kupendekezwa kuja ndani ya Simba Sports Club, lakini ni majina matatu tu ambayo ndiyo yanapewa uzito mkubwa, ambapo ni Ben Makatha, kocha huyu wa Harambee Stars ambaye aliweza kufanya makubwa ndani ya CHAN, na mwingine ni Nasreddine Nabi, kocha huyu aliyekuwa kocha wa Kaizer Chiefs na Young Africans, na kocha mwingine ni Miguel Angel Gamondi. Lakini habari kubwa ni kwamba Miguel Angel Gamondi amependekeza endapo atatua ndani ya Simba Sports Club, basi Khalid Aucho naye aweze kutua katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwani Khalid Aucho hakuna asiyemjua kuwa ni mchezaji bora kweli kweli na mchezaji ambaye ana kiwango cha hali ya juu, hususan katika ligi yetu ya Tanzania katika eneo la kiungo mkabaji. Kwa hiyo katika hili ni kwamba kocha Miguel Gamondi endapo atatua ndani ya Simba Sports Club, basi amehitaji huduma ya Khalid Aucho ambaye kwa sasa wapo naye katika timu ya Singida Black Stars, ambako huko anafanya balaa kubwa kwelikweli, kwani Khalid Aucho aliweza kuondoka na tuzo ya Man of the Match ama mchezaji bora wa mchezo kunako mechi ya kwanza tu ya ufunguzi wa ligi ya MBC Premier League kwa upande wa Singida Black Stars. Na hivi basi Miguel Gamondi anamkubali sana Khalid Aucho na anaihusudu huduma yake, kwani alishawahi kufanya naye kazi kunako timu ya Dar es Salaam Young Africans Yanga, na kazi kubwa Khalid Aucho alifanya kuhakikisha kuwa Young Africans wanazidi kung'aa, na hivyo kwa sasa yupo tena na Miguel Gamondi kunako timu ya Singida Black Stars, na makubwa wanaendelea kuyafanya ndani ya kikosi hicho, na Khalid Aucho ameweza kuisaidia Singida Black Stars kunyakua kombe la Kagame Cup ambalo lilifanyika wiki kadhaa kunako ardhi hii ya Tanzania, na hivi sasa ameendelea kukiwasha vibaya mno kunako ligi ya CAF Confederation Cup ama kombe la shirikisho barani Afrika, ambako huko amechangia Singida Black Stars kupata alama tatu ama kupata ushindi katika mchezo wa kwanza wa mtoano, ambako mchezo huo ulichezwa huko Rwanda kwa Singida Black Stars kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Rayon Sport, na mchezo unaofuata ni mchezo wa marudiano kati ya Singida Black Stars na Rayon Sport kutokea huko Rwanda. Huu ni mchezo wa marudiano ambapo atakayeshinda kwa aggregate ya michezo yote miwili basi ataenda katika hatua ya pili ya mtoano kabla ya kutinga hatua ya makundi. Na hivi basi katika vipengele ambavyo Young Africans wameweza kuvipoteza ni Khalid Aucho, kwani Khalid Aucho mpaka sasa kunako Young Africans bado hakuna mbadala wake, labda kidogo Azizi Andambwile ambaye ameonyesha makubwa katika michezo aliyocheza mpaka hivi sasa ndani ya Young Africans, akihudumu katika eneo ambalo Khalid Aucho profesa wa boli alikuwa akihudumu, lakini hafiti 100% kama Khalid Aucho mwenyewe ambaye alikuwa akicheza katika eneo hilo. Kwa hiyo
Young Africans mpaka sasa bado hawajapata mtu sahihi wa kuweza kurithi eneo ambalo alikuwa akicheza Khalid Aucho, na hivyo basi Young Africans bado wanajitafuta katika eneo hilo na bado mambo hayajawanyokea. Kwa hiyo Khalid Aucho anaweza akaibukia ndani ya Simba Sports Club kama tu Miguel Angelo Gamondi ataweza kusajiliwa ndani ya Simba Sports Club, kwani Simba hivi sasa wapo katika huo mchakato wa kuangalia je, ni kocha yupi ambaye ataendeleza yale mazuri aliyoyafanya na kuyaacha Fadlu Davids, lakini pia atasahihisha yale mabaya ama yale mapungufu ambayo yalikuwa yapo ndani ya Simba Sports Club na yanaonekana ndani ya Simba Sports Club, ili kuhakikisha tu msimu huu unakuwa ni msimu wa kivingine zaidi kwa Simba Sports Club. Hapo jana Simba waliweza kuibuka na ushindi wa goli 3-0, goli la kwanza likiwekwa na kambani ama nyavuni na Rushaine De Reuck, beki kisiki kabisa huyu ambaye amesajiliwa akitokea huko Mamelodi Sundowns, na hivyo basi Rushaine De Reuck ameweza kucheza ndani ya Simba Sports Club kwa mafanikio kunako hizi mechi chache tu, lakini ameweza kuonyesha kiwango kikubwa sana, na jana akaweza kuandika historia kwa kufunga goli la kwanza kunako ligi ya Tanzania bara kwa yeye, na hivyo basi goli la pili Jean Shaza huwa akaendelea pale alipoishia kwa kukwamisha mpira nyavuni, na goli la tatu ni Jonas Sansoa ambaye ameanza na yeye makali yake, ameanza pale pale alipoishia mwaka jana ama msimu jana, na hivyo basi msimu huu ameanza akiwa na jezi ya Simba Sports Club na kufunga goli hilo dhidi ya Fountain Gate FC. Kwa hiyo kwa sasa Simba Sports Club maelekezo ama mawazo na mafikirio makubwa ni mechi ya marudiano dhidi ya Gaborone United ya kutoka huko Botswana, kwani mchezo wa kwanza ama mchezo wa mkondo wa kwanza Simba Sports Club waliibuka na ushindi mfinyu wa goli 1-0. Kwa hiyo hivi sasa wanacheza mchezo wa marudiano hapa nyumbani, na kinachofuatiliwa zaidi ni kwamba Simba Sports Club aweze kushinda na aweze kufuzu kuelekea raundi ya pili ya mtoano, ambapo huko mchezo huo wa raundi ya pili timu itakayoshinda kwa aggregate itaingia makundi moja kwa moja kukipiga katika hatua hii ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Usisahau kusubscribe channel hii ili uwe karibu na ulimwengu wa soka. Hii ni Oven TV, ulimwengu wa michezo.